Ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi ya 37 ni kama Mungu anaongea na Watanzania. Ni kama Mungu anaongea na nchi ya Tanzania. Ni kama Mungu anatusi jambo fulani. Ukisoma katika Zaburi ya 37 ule mstari wa 10 unasema, maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwepo. Maana bado kitambo kidogo asiye haki hata kuwepo. Atasaurika kabisa. Nilipokuwa najaribu kujiuliza ni namna gani ambavyo Mungu atatokea katika nchi ya Tanzania, Mungu akawa ananiambia mambo mengi sana na akanikumbusha mambo mengi sana ambayo alishawahi kutenda ndani ya Tanzania, lakini pia alinikumbusha mambo makubwa sana ambayo yalishawahi kutendeka hata katika maisha yangu. Lakini pia Mungu akaniambia ya kwamba kama nilivyotokea kuwaokoa wale waliokuwa wamepanda treni ya mwendo kasi, ile ajali haikuwa mpango wa Mungu, bali kuzimu ilikuwa inataka kuvuna ili iweze kutuwini katika kipindi hichi kifupi kilichobaki. Lakini aishukuriwe Mungu wa mbinguni ambaye yeye anajua ni namna gani ambavyo anaweza akatambaa katika mipaka ya Tanzania na watu wakauona ukuu wake. Na ndio maana naadiliki kusema ya kwamba huu ndio ujumbe wa mwisho wa Mungu kwa Watanzania. Huu ni ujumbe wa mwisho kwa wale ambao wanamtumainia Mungu, hawatumainii akili zao. Anasema wamngojeao Bwana hawataogopa, hawatakuwa na hofu, hawatakuwa na mashaka. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Maandiko yana kila kitu ambacho wewe unaweza ukadhani ya kwamba hakipo. Maandiko ukisoma katika kile kitabu cha Ayubu kinakwambia ya kwamba furaha ya waovu ni ya kitambo kidogo. Furaha ya waovu ni ya kitambo kidogo. Nataka nikwambie kitu kimoja ya kwamba licha ya mambo mengi yanatokea, licha ya kwamba maadui wameinuka, lakini kwa Mungu hawatafanikiwa. Hii vita ni ya Mungu na mtu. Hii vita ni ya Mungu na kikundi fulani cha watu. Hii vita sio ya watu na watu. Ukipigana vita ya mtu na mtu, kuna mmoja anaweza akashindwa, lakini anapopigana mtu na Mungu, nataka nikuthibitishie tu kitu kimoja ya kwamba Mungu ni lazima ashinde. Daudi angepigana na Goliati kama yeye na Goliati asingeshinda, lakini kwa sababu alilitanguliza mbele jina la Mungu wa majeshi, ndio maana unakuta Daudi akaibuka mshindi juu ya mtu ambaye wana wa Israeli na Wafilisti walikuwa wanamwogopa. Kwa haijalishi Tanzania ina Goliati gani ambaye amesimama mbele, maadamu tu tulitaka tupigane kibinadamu, kila siku tukawa tunaita presi, kila siku tunaita presi, tunaita waandishi wa habari, tunasema ile ni hofu, yale ni mashaka. Lakini baadaye Mungu Roho Mtakatifu alitusi tuweze kunyamaza. Alipotusi tuweze kunyamaza, itimisi kwamba vita vyetu sasa si juu ya damu na nyama tena, bali ni katika falme na mamlaka za wakuu wa giza. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kuna wakati fulani atupigani kimwili, tunapigana kiroho. Kwa hiyo nataka tu nikuthibitishie wewe Mtanzania unayenisikiliza mahali popote pale duniani. Uwe Marekani, uwe Canada, uwe Australia, uwe Norway, uwe Tanzania kwenyewe, uwe Kongo, uwe Malawi, uwe Zambia. Nataka tu nikwambie kitu kimoja ya kwamba kama unafikiri wa Tanzania wanapigana wao, hapana. Tarehe 29 Mungu amenithibitishia ya kwamba watu hawatapigana, bali Mungu mwenyewe ndiye atapigana na ule uzalimu wowote ambao unaendelea katika nchi ya Tanzania. Yaani kitu chochote ambacho hakiitwi haki kinaenda kufutwa katika mipaka ya Tanzania, na kila mmoja atauona ukuu wa Mungu. Sasa ngoja nisikucheleweshe sana, maana najua yako mambo mengi ambayo tunatakiwa kuendelea kuyafanya. Nataka nikusomee kile kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya.
Nataka tu nikwambie kitu kimoja, ya kwamba Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu wa baraka. Amenituma nije nikwambie wewe unayenisikiliza mahali hapa. Amenituma nije niambie hivi Tanzania, ya kwamba iinuke iangaze, kwa kuwa nuru yake imekuja na utukufu wa Bwana umezuka katika nchi ya Tanzania. Maana tazama, giza lililoifunika Tanzania kwa muda mrefu, na giza kuu lililoifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe Tanzania, na utukufu wako utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote wanakusanyana, wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, waliokimbia, na maanisha hapa waliokimbia, wale wanaharakati waliokimbia. Mungu anasema watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani, ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka, kwa kuwa wingi wa Baali utageuzwa kukujia, utajiri wa mataifa utakuwasilia, wingi wa ngamia utakufunika, ngamia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba, wataleta dhahabu na uvumba, na kuzitangaza sifa za Bwana katika nchi ya Tanzania. Mungu anasema makundi yote ya Kedari yatakusanyika kwako. Kondoo waume wa Nebayoti watakutumikia, watapanda juu ya madhabahu yangu kwa kibali, nami nitaitukuza nyumba ya utukufu wako Tanzania. Ni nani hawa walukao kama wingu, na kama njiwa waendao madilishani kwao? Hakika yake visiwa vitakungojea Tanzania, na melikebu zitatawala katika bandari zako, na fedha yao na dhahabu yao pamoja nao, kwa jina la Bwana Mungu wako, kwa ajili yake mtakatifu wa Israeli, kwa kuwa amekutukuza wewe Tanzania. Na wageni watajenga kuta zako, na wafalme wao watakuhudumu. Maana katika ghadhabu yangu nalikupiga, lakini katika upendeleo wangu nimekurehemu. Kuna mambo ambayo Tanzania yametokea, tulikuwa tunapigwa na Bwana, lakini kwa sababu ya upendeleo Mungu ameturehemu. Malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili watu wapande kukuletea utajiri wa mataifa, na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Kwa maana kila taifa na ufalme wa watu wasiotaka kukutumikia wataangamia, na mataifa hayo wataharibiwa kabisa. Utukufu wa Tanzania utakujia wewe Tanzania. Roho wa Bwana yu juu yako, anatembea katika mipaka yake sahihi ninapoongea, na Mungu anaenda kuwasaidia Watanzania waweze kuondoka katika maangamizo yao. Mungu ni wa amani, wala si Mungu wa mabaya. Mungu ni wa amani, wala Mungu sio wa machafuko.